Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayokimbia. Mbele yetu ni mti wa chikichi ambao ni aina ya Tenera, ambao ni zao ama crossbreed ya Pisifera na Dura, na mche huu ulipandwa takriban miaka 3 iliyopita na tayari mavuno yameanza. Faida ya hii Tenera nje na zile za asili ambazo tumezoea ni kwamba unapata mafuta mara 3 au mara 5 zaidi ya ile nyingine ya asili. Lakini pia kwa kadri tunatarajia kwamba kwa mwaka mmoja tunaweza kupata lita 40 katika mti mmoja. Tayari mavuno yameanza. Pengine ungehitaji kujifunza zaidi kuhusiana na kilimo cha chikichi, usikose kusubscribe, kulike na kushare video hii. Lakini pia unaweza kutu WhatsApp kwa namba ya simu 0743 812 853 kwa ajili ya kupata pengine miche ama vitabu mwongozo kamili wa kilimo cha chikichi. Hii ni miti ya chikichi ambayo imepandwa tu eneo la nyumbani, miti miwili, na tayari mavuno yameanza. Ikumbuke kwamba katika hatua ya mwanzo miti itaweka matunda mikungu midogo. Huu unaonekana hapa ndo mkungu wenyewe, alafu ili hapa ndo tunda lenyewe. Hili ndo tunda. Kwa hiyo kawaida ambao hamjui, na maana hii linaweza kuandaliwa kutoa mafuta, kwa maana kwamba ili koko la juu kukamua mafuta yale ya chikichi, lakini koko la ndani baada ya kutoa iliko la juu, kuna koko la ndani ambao kernel, utapata mafuta ya ndani ambayo ni kernel oil ama mafuta ya mise. Kwa hiyo kuna mafuta ya mawese na mafuta ya mise yanatokana na zao hili la chikichi, ambalo kama unavyoona hapa tayari imeanza. Na mwanzoni kabisa mavuno mikungu itakuwa midogo, lakini kadri mtu utakapokuwa unazidi kukua utazidi kuweka mikungu mikubwa zaidi. Ikumbuke kwamba hapa tu ni ardhi, chini kabisa hapa huu ni udongo huu. Na unaona mkungu wa kwanza ulivyoweka, umeweka kabisa kwenye udongo kabisa. Kwa hiyo takriban miaka 2.5 ilianza kuweka maua, na miaka 3 inakomaa. Kwa hiyo itaenda hivyo kwa hatua, kwa ngazi. Kama unavyoona ngazi ya kwanza, yani haiachi, kila tawi linapotokea lile tawi la nikisema tawi na maanisha hii. Kwa hiyo kila tawi inapotokea, yenyewe michikichi tuseme haina matawi na majani. Kwa hiyo kila jani inapotokea, kila ngazi ya jani inapotokea, basi pale kudawekwa mkungu mwingine. Kwa hiyo hapa mkungu wa kwanza kama unavyoona, lakini unaona kwamba ambao inaambatana na pembeni kabisa pale kuna pia mkungu mwingine. Kwa hiyo njia nzima yote ile kama unavyotizama kwa chini pote, kila palipo na jani ina maana kuna mkungu wa chikichi. Kwa hiyo imagine, tunakadiria kwamba kwa mwaka inaweza ikaweka majani 25 mpaka 30. Kwa hiyo kwa mwaka unategemea kwamba utapata mikungu 25 mpaka 30 kutoka kwenye mti mmoja. Na kwa maana hiyo utapata lita 40 za mafuta ya mawese na takriban lita 20 ama 15 za mafuta ya mise. Unaona kadri inavyozidi kwenda ngazi kwa ngazi inazidi kuweka matunda. Kwa hiyo mti wenyewe unazidi kukua, ni ule pale. Unaona, hii ndio faida ya kilimo. Mti unaweza kudumu miaka 100 mpaka 150, na bila shaka kipindi chote ukiendelea kuvuna. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. Aje Farms wamekuja na suluhisho la kudumu, na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na Aje Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako, uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali.
Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni AJEFARMS. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa AJEFARMS unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la AJEFARMS. Wote mnakaribishwa.